Na ndugu msikilizaji, uhali gani? Basi mimi ni mzima wa afya, na leo tunakutana tena kwenye story katika channel yetu pendwa ya MK Story. Basi nami msimuliaji wako ninayo furaha kukukaribisha, kukualika kunisikiliza. Naomba usinichoke, maana hii kwanza ndio pati ya mwisho kabisa, final pati yetu ambayo ni pati 4 ya story yetu pendwa ya binti wa jangwani. Basi nisichukue muda sana au nisikuchoshe sana, basi directly twende nikukaribishe, twende tukaanze pati yetu ya 4 kama hivi. Baada ya Musa na Neema kutenganishwa na mwamba mkubwa ndani ya pango la siri, Musa alijikuta akiwa peke yake gizani. Aliita kwa sauti, Neema, 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 uko wapi? Neema, where are you? Neema, mbona sikuoni? Musa alihuzunika, lakini kila anapoendelea kuita hakupata jibu. Moyo wake ulijaa hofu. Nitampata wapi tena Neema? Neema, uko wapi? Mbele yake mlango mkubwa wa mawe uliokuwa unaendelea kufunga polepole. Musa alijua kuwa akichelewa asingepata nafasi nyingine ya kumuona Neema. Basi kwa haraka alianza kukimbia kuelekea mlango huo. Alifanikiwa kuingia sekunde chache kabla haujafunga kabisa. Ndani alikuta ukumbi mkubwa wa ajabu. Katikati ya ukumbi huo kulikuwa na kiti kikubwa cha dhahabu, na juu yake kulikuwa na jiwe kubwa linang'aa kwa mwanga wa bluu. Musa hakuelewa alikuwa anaona nini. Ghafla sauti nzito ikasikika karibu kwenye moyo wa jangwa. Musa akageuka. Mbele yake ilisimama roho ile ile iliyokuwa inalinda pango. Safari hii ilionekana kubwa zaidi. Macho yake yalikuwa yanawaka kama moto. Basi Musa akaiuliza ile roho, Neema yuko wapi? Musa akauliza tena, akamuuliza, Neema yuko wapi? Basi ile roho ikacheka. Basi ikamwambia, Neema ni sehemu ya laana hii. Musa akashangaa sana, akamuuliza yule roho, unamaanisha nini? Roho ikajibu, ikasema, miaka mingi iliyopita familia ya Neema ilivunja kiapo cha walinzi wa hazina hii. Tangu siku hiyo roho ya jangwa ilimchagua kuwa mlinzi mpya. Musa akatikisa kichwa, akasema, sitaki kusikia hayo. Musa akasema tena, nataka kumrudisha nyumbani. Roho ikamcheka tena, ikamwambia, haiwezekani. Basi ndugu
Ya ndugu msikilizaji, tuende tukaone sasa ukweli mkubwa ulikuwa ni upi ndani ya hili pango. Ya ghafla mwanga mkubwa na mkali ukaanza kung'aa ukumbi wote. Musa akaona picha za zamani zikionekana ukutani. Aliona kijiji cha zamani, aliona watu wakikimbia, na katikati yao kulikuwa na msichana aliyefanana kabisa na Neema. Ndipo Musa akagundua ukweli. Neema alikuwa amepotea miaka mingi, kama miaka 100 iliyopita. Basi Musa akabaki ameduaa, lakini moyoni mwake bado alimpenda sana Neema. Hakujali alikuwa wakati gani, alitaka tu kumwokoa. Basi ndugu msikilizaji, twende tukaone sasa vita ya mwisho kwenye stori hii. Roho ya jangwa ikanyosha mkono wake ardhini. Ardhi ikaanza kutikisika, miamba ikaanza kuanguka, ukumbi mzima ukaanza kubomoka. Musa akakumbuka kitu. Mfukoni mwake bado alikuwa na kile kipande cha kitambaa cha Neema alichokiokota mara ya kwanza kabisa. Hapa kama unakumbuka ndugu msikilizaji, kwenye part 1 tuliweza kuona baada ya Musa kuokota kile kitambaa cha Neema na Neema kupotelea kule jangwani. Basi nilikuwa nakukumbusha twende na story yetu. Mara moja kilianza kung'aa, mwanga mkali ukatoka ndani yake. Roho ya jangwa ikapiga kelele, haiwezekani. Mwanga ukaongezeka. Neema akaonekana mbele ya Musa. Safari hii hakuwa na huzuni, alikuwa wa tabasamu tu muda wote usoni. Tunaendelea ndugu msikilizaji, sasa tukaione pati yetu ya mwisho ya kwenye story yetu hii, au simu yetu ya mwisho kwenye pati yetu ya 4. Kulikuwa na uamuzi mgumu hapa. Neema akamwambia Musa, asante kwa kila kitu. Musa akasema, twende nyumbani. Lakini Neema akatikisa kichwa akamjibu Musa akamwambia, ili laana hii ivunjike kabisa, lazima nibaki. Musa akahisi moyo wake ukivunjika, akamjibu, hapana, siwezi kukuacha Neema. Basi Neema akatabasamu kwa huzuni, akasema, wakati mwingine upendo wa kweli ni kuachia. Basi Juma machoni mwake
machoni mwa Musa, kumrazi, machoni mwa Musa yakaanza kutiririka machozi. Mwanga mkubwa ukajaa pango lote. Roho ya jangwa ikatoweka, laana ikavunjika. Na baada ya sekunde chache, Musa alijikuta akiwa nje ya jangwa. Alikuwa peke yake. Jangwa lilikuwa tulivu. Hakukuwa na sauti, hakukuwa na upepo, hakukuwa na laana tena. Lakini pembeni yake kulikuwa na ua jeupe. Pembeni yake kulikuwa na ua jeupe, ua ambalo hakuwahi kuliona kabla. Na juu yake kulikuwa na karatasi ndogo. Basi Musa akaichukua. Ilikuwa imeandikwa, nitabaki moyoni mwako milele, Neema. Nitabaki moyoni mwako milele by Neema. Basi Musa akatabasamu, machozi yakimtoka. Aliinua macho yake kuelekea jangwani kwa mara ya mwisho, kisha akaondoka zake taratibu na lango. Na tangu siku hiyo hakuna mtu aliyewahi kusikia tena kuhusu laana ya jangwa. Lakini wazee wa kijiji wanasema usiku wa mwezi mkali, kivuli cha msichana mrembo huonekana mbali jangwani, akitabasamu kana kwamba analinda siri ya mahali hapo. Na kufikia hapa ndio mwisho wa part 4 yetu, na ndio mwisho wa story yetu ya binti wa jangwani. Basi na mimi nichukue nafasi hii kukushukuru wewe ambaye ulikuwa na mimi tangu part 1 mpaka part 4. Na kushukuru sana tena sana, na kuomba ulike na ucomment hapo chini kwenye comment section kwamba umeipenda. Weka tu comment yote kuhusiana na hii story, kuanzia kwa aliyekusimulia, kama kuna sehemu umekosea au niboreshe wapi. Lakini naomba usubscribe. Mpaka sasa hivi tayari nishaanza kuachana na story nyingine ambayo inaitwa binti wa tajiri aliyempenda maskini, ambayo inaendelea vizuri na yenyewe ni story ni love story. Basi subscribe usikose vitu kama vizuri kama hivi. Basi kufikia hapa sina la ziada. Mimi niliyekusimulia langu jina ni MK, lakini mtayarishaji na mwandaji wa story hii ni dada yetu Agi. Basi kufikia hapa sisi tunakushukuru kwa kuwa pamoja na sisi tangu mwanzo hadi mwisho. Tunakuomba subscribe kwa ajili ya stories zingine, na kwa heri, majukumu mema, na kama ni usiku ni usiku mwema, kama ni asubuhi njema.